Ndugu mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi, karibu kwenye sehemu ya pili ambayo ni mwisho wa simulizi hii. Katika sehemu iliyopita, tuliishia pale Bi Mashavu alipompiga na nyundo ya kichwa Mariam, kisha akatoka nje na kuanza kucheza ngoma kama hakuna lolote alilofanya. Je, nini hatima ya Mariam? Na je, Bi Mashavu atafanikiwa katika uovu wake? Kabla hatujaanza sehemu hii ya pili, tafadhali like, comment, tuambie unatazama simulizi hii ukiwa wapi, share simulizi hii na rafiki zako, kisha subscribe ili usipitwe na mwendelezo wa hadithi zetu. Tuanze. Siku hiyo ilikuwa ya kipekee sana katika kijiji chao. Anga lilikuwa safi na jua lilikuwa likitoa mionzi ya dhahabu iliyopamba kila pembe ya uwanja wa sherehe. Ngoma zilikuwa zikipigwa, watu wakicheza kwa furaha. Bi Mashavu alikuwa akicheza na kufurahia sana. Bi Mashavu alionekana kuwa na furaha iliyopitiliza, akikatika kiuno katikati ya umati huku akipiga vigelegele vilivyosikika hadi mbali. Kwa nje, kila mgeni aliamini kuwa Bi Mashavu alikuwa mama wa kambo mwenye upendo wa kipekee, anayefurahia hatua kubwa ya binti yake. Hata hivyo, moyoni mwake kulikuwa na giza nene. Furaha yake haikutokana na harusi ile, bali ilitokana na siri nzito aliyokuwa ameificha chumbani kwa Mariam. Aliamini kuwa ule ulikuwa mwisho wa Mariam, na kwamba hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kumharibia utawala wake tena. Watu walikula na kunywa, huku sauti za vicheko zikitawala kila kona. Hata hivyo, kadiri muda ulivyozidi kusogea, hali ya mshike ilianza kutanda. Muda wa kutoka bibi harusi ndani ulifika. Wageni walikuwa nje wakisubiri kwa hamu, hasa Ibrahim. Ibrahim, akiwa amevalia suti yake safi, alikuwa amesimama upande wa mbele, akiwa na wasiwasi mchanganyiko na furaha. Macho yake yalikuwa yameelekezwa kwenye mlango wa nyumba, akitamani kumwona mpenzi wake wa maisha akitokeza akiwa amependeza. Alijua fika mateso ambayo Mariam alikuwa amepitia, na kwake yeye, siku hii ilikuwa ni ukombozi wa kweli kwa binti huyo yatima. Kila mara alikuwa akijifuta jasho la msisimko mkononi mwake, huku mapigo ya moyo yakimwenda mbio. Hali ilianza kuwa ya mashaka pale mlango ulipobaki umefungwa kwa muda mrefu kuliko ilivyotarajiwa. Ibrahim alisogea mlangoni akingoja Mariam atoke ndani, lakini zilipita dakika 5 Mariam hajatoka. Dakika hizo 5 zilionekana kama saa nzima kwa Ibrahim na wageni waalikwa. Kimya kidogo kilianza kutanda katikati ya kelele za ngoma. Wapambe wa harusi walianza kutazamana kwa kuulizana, wakishangaa ni kitu gani kilikuwa kinachelewesha mchakato huo. Ibrahim alianza kuhisi baridi ya ghafla, akijikuta akisogea hatua chache zaidi kuelekea mlangoni, akitaka kumuita au kugonga, lakini sheria za mila zilimtaka asubiri mpaka bibi harusi aletwe kwake na wasimamizi. Kutokana na kuchelewa huko, minong'ono ilianza kusambaa kama moto wa nyika miongoni mwa wageni. Watu walianza kuongea maneno ya chini chini. Mbona bibi harusi hatoki chumbani? Waliulizana wengine wakasema, au ametoroka hataki kuolewa. Tetesi zilizidi kuwa nyingi. Wengine walihisi labda Mariam amepatwa na hofu ya ghafla. Bi Mashavu akisikia maneno hayo alizidi kutabasamu kwa ndani. Alijua siri iliyokuwa ndani ya kile chumba. Alikuwa ameshapiga hesabu zake zote, na aliamini kuwa Mariam hawezi kutoka akiwa mzima baada ya pigo lile la nyundo alilompa kichwani. Kwake dakika hizo za kusubiri zilikuwa ni dhihirisho la ushindi wake mkubwa dhidi ya binti huyo. Bi Mashavu alikuwa akifurahia moyoni kwamba amefanikiwa kummaliza Mariam ghafla, bila kutegemea Mariam alitoka nje. Kama muujiza wa ajabu, mlango ambao ulifunguka kwa kishindo kidogo. Badala ya mwili uliozimika au mwanamke aliyekufa kama Bi Mashavu alivyotarajia, binti mrembo alitokeza mlangoni. Mariam alitoka nje akiwa na furaha sana. Alipomfikia Ibrahim alimkumbatia kwa furaha. Wanakijiji walishangilia. Ndoa ikaanza rasmi. Mchungaji wa kijiji, mzee mwenye kichwa kilichojaa nywele nyeupe, alianza kufungisha ndoa ile. Mariam alionekana mwenye nguvu kuliko kawaida, uso wake uking'aa kwa nuru ambayo haikuwa ya kawaida. Gauni lake jeupe lilikuwa safi, bila doa lolote la damu wala alama ya nyundo kichwani kwake. Alitembea kwa madaha akielekea kwa Ibrahim ambaye alikuwa amepata ahueni kubwa. Umati ulilipuka kwa shangwe, vigelegele vikarudi upya huku ngoma zikipigwa kwa nguvu zaidi. Mchungaji, akiwa na Biblia yake mkononi na heshima ya uzee ikionekana kwenye nywele zake nyeupe, alianza kusoma aya za heri. Wakati haya yote yakiendelea, macho ya Bi Mashavu yalikuwa yamemtoka. Alibaki ameganda mahali alipokuwa amesimama, mikono yake ikianza kutetemeka. Akili yake ilianza kuvurugika. Alijua alichokifanya chumbani. Aliona jinsi Mariam alivyopoteza maisha na alihakikisha. Sasa, kumwona Mariam akicheka na kukumbatia watu mbele yake kulimfanya aanze kuhisi kuwa ulimwengu ulikuwa unazunguka vibaya.
Hapo ndipo mwanzo wa kuchanganyikiwa kwake ulipoanza, akijaribu kutofautisha kati ya ukweli na kile alichokiona kwa macho yake mwenyewe. Sherehe iliendelea kwa kishindo, lakini kwa Bi Mashavu, giza jipya lilianza kuingia moyoni mwake. Kila mtu alikuwa akishangilia, lakini kwa Bi Mashavu, ulimwengu ulionekana kusimama. Macho yake yalikuwa yamemtoka akimtazama Mariam, aliyekuwa akitabasamu na kusalimiana na wageni waalikwa. Bi Mashavu alikuwa amepigwa na butwaa. Inawezekana vipi Mariam ni mzima, nimempiga na nyundo mimi mwenyewe au naota? Bi Mashavu alianza kujiuliza. Bila kupata majibu, alitoka pale kwenye sherehe, akatembea kuelekea chumbani kwa Mariam kuangalia zile damu. Alihisi baridi ya ghafla ikipita kwenye uti wa mgongo wake. Alikumbuka vizuri kabisa uzito wa ile nyundo mikononi mwake. Alikumbuka mlio wa mfupa ulivyopasuka na jinsi Mariam alivyopepesuka na kuanguka chini kama mti uliokatwa. Hakukuwa na shaka moyoni mwake kuwa alikuwa amemuua. Lakini huyu aliyekuwa akicheza nje alikuwa nani? Alitembea kwa haraka kuelekea ndani ya nyumba, miguu yake ikitetemeka kwa hofu ambayo hakuwahi kuipata maishani mwake. Alitaka kuthibitisha ukweli wa kile alichokifanya. Alipofika mlangoni mwa chumba cha Mariam, alishika kitasa kwa mkono unaotiririka jasho la baridi na kusukuma mlango kwa nguvu. Aliingia, lakini cha kushangaza alikuta Mariam amekaa kitandani na gauni yake ya harusi huku akitabasamu. Hali hiyo ilimfanya Bi Mashavu akaribie kupoteza fahamu. Huyu Mariam aliyekuwa amekaa kitandani alikuwa na sura ile ile, gauni lile lile, na alikuwa akimtazama Bi Mashavu kwa jicho la amani ambalo lilimtia Bi Mashavu hofu kubwa. Hakukuwa na damu sakafuni, hakukuwa na nyundo, na hakukuwa na dalili yoyote ya fujo iliyotokea dakika chache zilizopita. Mariam huyu wa kitandani hakusema neno, alibaki tu akitabasamu, tabasamu ambalo lilionekana kama kisu kinachochoma moyo wa Bi Mashavu. Mashavu alirudi nyuma hatua kadhaa, akijigonga kwenye ukuta. Alihisi kama akili yake inaanza kumchezea mchezo mchafu. Aligeuka na kukimbia kuelekea nje tena, akitaka kuona kama yule wa nje amepotea. Alipofika uwanjani, alikuta sherehe imepamba moto kuliko mwanzo. Alimkuta Mariam akiwa na Ibrahim wanacheza polepole huku wanakijiji wengine wakipiga makofi. Ibrahim alikuwa amemshika Mariam kiunoni kwa upendo, na Mariam alikuwa akicheza kwa madaha huku akionekana mchangamfu na mwenye afya tele. Macho ya Bi Mashavu yalikuwa yakihama kutoka kwa Mariam huyo wa nje kwenda upande wa mlango wa nyumba alikotoka. Alijiuliza, inawezekanaje mtu mmoja akawa sehemu mbili kwa wakati mmoja? Au labda yule wa ndani alikuwa kivuli? Watu waliendelea kufurahia muziki na chakula. Hakuna hata mmoja aliyeonekana kugundua hali ya ajabu aliyokuwa nayo Bi Mashavu. Kwake yeye, kila pigo la ngoma lilisikika kama sauti ya nyundo aliyotumia kumpiga Mariam. Kila kicheko cha mgeni kilisikika kama kejeli dhidi ya unyama wake. Alihisi kichwa kikianza kumgonga kwa maumivu makali, na picha ya Mariam aliyekufa na Mariam aliye hai zilianza kuingiliana kwenye mboni za macho yake. Alishindwa kuvumilia hali hiyo ya kutatanisha. Alihisi anapoteza udhibiti wa fahamu zake. Bi Mashavu alichanganyikiwa zaidi. Kitu gani kinaendelea, au nimeanza kuchanganyikiwa? Aliweka mikono kichwani, akaanza kutembea kurudi chumbani kwa Mariam. Safari hii hakuwa akitembea, alikuwa akipepesuka kama mtu aliyekunywa kileo kikali. Mikono yake ilikuwa kichwani, akijaribu kuzuia sauti zilizokuwa masikioni mwake. Alikuwa na shauku ya mwisho, alitaka kuingia ndani tena ili ajue kama kweli amechanganyikiwa au kuna nguvu za giza zinamlinda Mariam. Moyo wake ulikuwa ukidunda kama ngoma ya vita. Kila hatua aliyopiga kurudi ndani ilikuwa na uzito wa tani 1000. Alianza kuona kiza mbele yake, lakini bado alilazimisha miguu yake ifikie kule chumbani. Alijua fika kuwa jambo hili halikuwa la kawaida. Ama Mariam alikuwa na roho 7, au mama yake mzazi aliyekufa alikuwa amekuja kumlinda binti yake kwa namna ambayo binadamu hawezi kuelewa. Bi Mashavu alizidisha hatua zake kuelekea ndani ya nyumba, akisukumwa na mchanganyiko wa hofu na ukaidi wa kutaka kuthibitisha ukweli. Alipofika mlangoni, alijikaza na kuusukuma mlango wa chumba cha Mariam kwa mara nyingine tena. Safari hii, kile alichokiona kilimfanya apige yowe la kimya kimya ambalo lilikwamia kooni mwake. Alipofika chumbani kwa Mariam, alikuta damu nyingi sana zimetapakaa chini. Bi Mashavu alichanganyikiwa. Sakafu ya chumba kile ilikuwa imefunikwa na damu nzito, nyekundu na mbichi, iliyokuwa ikitiririka kama mto mdogo kuelekea uvunguni mwa kitanda. Harufu ya damu ilitanda chumbani kote, ikimkumbusha ukatili aliofanya saa chache zilizopita. Picha ile ya kutisha ilimthibitishia kuwa hakuota, kweli alimpiga Mariam na nyundo.
Lakini swali kuu lilibaki, ikiwa damu ipo hapa na Mariam yuko nje akicheza, ni nani aliyekuwa akitokwa na damu hii? Hofu ilimvaa kama vazi la barafu, akihisi kuwa kila tone la damu sakafuni lilikuwa likimlilia na kumlaani. Alishindwa kuvumilia kukaa ndani ya chumba kile peke yake, alihisi kuta za nyumba zinamfinya. Alitoka mbio akijikwaa, miguu yake ikiwa haina nguvu, hadi alipofika uwanjani, mahali ambapo mumewe alikuwa ameketi akifurahia sherehe. Alijitupa kwenye kiti kwa kishindo, kifua chake kikipanda na kushuka kwa kasi. Macho yake yalikuwa yakizunguka huku na kule kwa woga, akimtazama mwanaye Meshak aliyekuwa pembeni yake, lakini hata kumuona mwanaye hakumpa amani. Baba Mariam aliliona hilo, akamuuliza, Bimashavu, nini shida? Mbona unaonekana hauko sawa? Bimashavu alitabasamu kwa woga, akamwambia mume wake kila kitu kiko sawa. Tabasamu lile halikuwa na uhai, lilikuwa ni jaribio la kukata tamaa, la kuficha jinai iliyokuwa ikimtesa ndani ya moyo wake. Sauti yake ilitetemeka alipokuwa akijibu, na jasho lilikuwa likimtoka kwa wingi licha ya kuwa kulikuwa na upepo mwanana wa jioni. Masaa yalizidi kuyoyoma, na giza la usiku lianza kutanda polepole, likileta vivuli virefu vilivyomfanya Bimashavu ahisi kama kuna watu wamemzunguka wakimtazama. Sherehe ziliendelea mpaka jioni. Watu wote walikuwa na furaha isipokuwa Bimashavu. Alikuwa na maswali mengi kichwani mwake kuhusu mauza aliyokutana nayo chumbani kwa Mariam. Kila mara alipomwangalia Mariam akicheka na mumewe Ibrahim, alihisi kama anaona mzimu. Alijiuliza ikiwa Mariam amekuwa kiumbe kisichoweza kufa, au ikiwa yeye ndio amepoteza akili yake. Alijaribu kula chakula, lakini koo lake lilikuwa limefunga. Kila tonge lilikuwa kama mchanga mdomoni mwake. Watu walikuwa wakipiga vigelegele na kupongezana, lakini kwake, sauti zile zilikuwa kama mayowe ya msibani. Hatimaye, sherehe ilifikia tamati. Wageni walianza kuaga, wakisifu ukarimu na uzuri wa sherehe hiyo ya kijijini, kisha wakaondoka. Mariam na Ibrahimu walienda chumbani kupumzika. Baba Mariam naye alienda chumbani akiwa amemshika Meshak. Bimashavu alibaki nje amekaa akitafakari mauzauza aliyokutana nayo siku ile. Alikuwa na maswali mengi kichwani aliyokosa jibu. Uwanja ulibaki na utulivu wa kutisha, ukiwa na masalia ya vyakula na mapambo yaliyokuwa yakipeperushwa na upepo. Bimashavu alikataa kuingia ndani ya nyumba. Alibaki ameketi kwenye kiti cha mbao, akitazama mwezi uliokuwa umechomoza. Moyo wake ulikuwa kama uwanja wa vita. Alikumbuka kila tukio la siku hiyo kwa umakini, tangu aliposhika nyundo, alipopiga pigo lile la kikatili, hadi alipomuona Mariam akitoka nje akiwa mzima wa afya. Maswali yalizidi kumluluma kichwani. Je, Mariam ni binadamu wa kawaida? Je, damu aliyoiona chumbani ni ya nani? Na kwa nini hakuna mwingine yoyote aliyekuwa akiona kile anachokiona yeye? Usiku ule ulikuwa mrefu sana. Kila sauti ya mdudu wa usiku ilimfanya ashtuke, akidhani ni Mariam amekuja kulipiza kisasi. Alianza kuhisi kuwa uovu alioupanda kwa miaka mingi kwa kumsulubisha binti huyo yatima umeanza kumea na kutoa matunda ya laana. Alitamani angekuwa na ujasiri wa kwenda chumbani kwa Mariam na kuangalia tena, lakini hofu ya kukutana na yule Mariam aliyekuwa akitabasamu kitandani ilimzuia. Bimashavu alijikuta akiwa amekwama katikati ya ukweli wa mauaji aliyoyafanya na muujiza wa ajabu wa kuishi kwa Mariam. Hali ilimwacha akiwa mwanamke aliyevurugika na mwenye hofu kubwa. Ghafla Mariam alitoka nje. Bimashavu alipomuona alianza kutetemeka kwa uoga na wasiwasi. Mariam alitembea kwa upole, hatua zake hazikuwa na sauti, na uso wake ulikuwa na mng'ao ule wa ajabu aliouona wakati wa sherehe. Bimashavu hakusubiri hata amkaribie, alihisi kama kifo kinamfuata. Alinyanyuka kwa kasi na kukimbia ndani ya nyumba, akijifungia chumbani kwake na kuusukuma mlango kwa kishindo kikubwa, huku moyo wake ukidunda kama unataka kupasua mbavu. Akiwa chumbani kwake, hofu ilimfanya ajihisi kama mnyama aliyenaswa kwenye mtego. Alihisi uwepo wa kitu kisicho cha kawaida ndani ya nyumba hiyo. Alijifunika shuka na kulala. Baada ya muda alisinzia usingizi mzito sana. Akiwa amesinzia aliota yuko katikati ya msitu wa kutisha. Akiwa anatetemeka kwa uoga, mwanamke mmoja amevaa gauni ndefu nyeupe alikuwa amesimama mbele yake akitabasamu. Katika ndoto hiyo, msitu ulikuwa na miti mirefu yenye matawi yaliyokuwa yakionekana kama mikono ya majini inayotaka kumkamata. Kila mahali palikuwa na giza, lakini mwanamke yule alikuwa akitoa mwanga fulani uliokuwa uking'aa. Gauni lake jeupe lilikuwa likipeperushwa na upepo usioonekana, na sura yake ilikuwa na utulivu uliomtisha Bimashavu kuliko kitu chochote. Alijaribu kukimbia ndani ya ndoto hiyo, lakini miguu yake ilikuwa mizito kama imefungwa mawe. Akabaki hapo hapo akitetemeka, huku machozi ya hofu yakimlengalenga. Mwanamke yule hakumfokea, bali alimkaribia kwa mwendo wa kuteleza hewani.
Yule mwanamke aliongea kwa upole huku akitabasamu. Nimekuita hapa kukuonya, acha kumtesa binti yangu ukiendelea, na unachofanya kwa Mariam nitakufundisha adabu. Sauti yake haikuwa ya kawaida, ilikuwa ni sauti iliyovuma kama mwangwi kutoka chini ya ardhi, lakini ilikuwa na mamlaka makubwa. Tabasamu la mwanamke huyo halikuwa la kirafiki, lilikuwa ni tabasamu lililojaa onyo la mwisho. Bi Mashavu alijitahidi kufungua kinywa chake ili kuomba msamaha au kuuliza yeye ni nani, lakini sauti ilimkatika. Alihisi baridi kali ya ajabu ikipenya hadi kwenye mifupa yake, kana kwamba mwanamke huyo ameshika roho yake mkononi. Baada ya maneno hayo, mazingira ya msitu yalianza kuzunguka kwa kasi, na Bi Mashavu akahisi anadondoka kwenye shimo refu lisilo na mwisho. Bi Mashavu alishituka kutoka usingizini akiwa ameloa jasho, akitetemeka kwa uoga. Ni nani yule mwanamke? Ana uhusiano gani na Mariam? Alijiuliza. Au ni mama yake? Aliendelea kujiuliza bila kupata jibu. Aliketi kitandani kwake akiwa ameshikilia kifua chake, akitweta kwa nguvu. Mashuka yake yalikuwa yameloa chepechepe kama amemwagiwa maji. Alitazama pembeni ya chumba chake, akihisi bado kuna macho yanamtazama kutoka kwenye giza la pembeni mwa kabati. Wazo la kwamba mwanamke yule alikuwa mama mzazi wa Mariam lilimtesa sana. Alikumbuka jinsi alivyokuwa akimfanyia hila Mariam tangu alipoingia kwenye nyumba hiyo. Alikumbuka kila pigo, kila tusi na kila njaa aliyompa binti huyo. Alijua fika kuwa Mariam hakuwa na mtu wa kumtetea hapa duniani baada ya baba yake kuzidiwa na ujanja wa Bi Mashavu, lakini hakuwahi kufikiria kuwa upande wa pili wa dunia, huko makaburini, kuna mtu alikuwa akishuhudia kila kitu. Hofu ya kulipizwa kisasi ilianza kumeza nafsi yake. Licha ya onyo hilo la kutisha, moyo wa Bi Mashavu ulikuwa umeshaingia kutu ya uovu kwa muda mrefu. Badala ya kutubu na kuomba radhi, kile kiwewe cha ndoto kilianza kugeuka kuwa chuki mpya. Alihisi kuwa Mariam ni tishio kwa maisha yake na ndoa yake. Alihisi kuwa lazima ammalize Mariam kabla ya yule mwanamke wa gauni jeupe hajarudi tena kumtisha. Akili yake ilianza kutafuta mbinu nyingine, mbinu ambayo isingehitaji kutumia nyundo au nguvu za mwili, bali mbinu ya siri ambayo ingemuondoa Mariam duniani bila yeye kuguswa. Usiku ule hakuweza kulala tena. Alibaki akitazama dari hadi alfajiri ilipofika, huku picha ya yule mwanamke wa gauni jeupe ikijirudia mara kwa mara kichwani mwake. Kila mara alipofunga macho, alisikia lile onyo, nitakufundisha adabu. Mashavu alijua kuwa yuko kwenye hatari kubwa, lakini kiburi chake kilimzuia kulegeza kamba. Alfajiri ilichomoza huku kijiji kikiwa bado kimetulia, lakini ndani ya moyo wa Bi Mashavu kulikuwa na dhoruba kali iliyokuwa inatafuta utulivu. Hakulala kwa amani usiku kucha, kutokana na lile onyo la kutisha alilopewa ndotoni. Pamoja na hofu hiyo, badala ya kutafuta suluhu ya amani, chuki yake kwa Mariam ilikuwa imeongezeka maradufu. Alihisi kuwa Mariam ndiye chanzo cha yeye kukosa usingizi na kuandamwa na mauzauza. Siku hiyo Mariam aliamka mapema na kuanza kufanya kazi za nyumbani alipokuwa akifagia. Bi Mashavu alitoka nje. Mariam alimsalimia, lakini Bi Mashavu hakuitika. Mariam alionekana mchangamfu kama kawaida, akifagia uwanja kwa bidii huku akiimba wimbo wa taratibu, jambo ambalo lilimkera zaidi Bi Mashavu. Bi Mashavu alimtazama Mariam kwa jicho la kikatili, akijiuliza ni nguvu gani binti huyo anatumia kuendelea kuishi baada ya lile pigo la nyundo. Alipita mbele yake kama hamuoni, akijifunga kanga yake vizuri na kuelekea nje ya mji. Hakutaka kusema neno lolote, maana alijua kuwa safari aliyokuwa anaianza ilikuwa ni ya kukata shauri, safari ya kutafuta mbinu ya mwisho ya kumfuta Mariam duniani. Miguu yake ilimpeleka kwenye njia nyembamba inayoelekea pembezoni mwa msitu mnene, mahali ambapo watu wengi walikuwa wanaogopa kufika kutokana na sifa mbaya ya eneo hilo. Bi Mashavu alitembea kwa mwendo hadi kwenye nyumba moja iliyokuwa karibu na msitu. Nje alimkuta bibi mzee sana amekaa anaota jua la asubuhi. Nyumba hiyo ilikuwa ya udongo, imechakaa na kuzungukwa na vichaka virefu. Bibi huyo mzee alikuwa ameketi kwenye kiti cha mbao kilichochakaa, macho yake yakionekana kama yanaona mambo yaliyojificha kwa binadamu wa kawaida. Bi Mashavu alisimama mbele yake, akijaribu kuficha hofu yake. Alimsalimia kwa heshima, akasimama pembeni yake na kusema, nahitaji sumu inayoua haraka sana. Alitoa hela na kumpa yule bibi. Bi Mashavu hakupepesa macho, hitaji lake lilikuwa moja tu, nalo ni kifo cha Mariam. Alitoa fedha nyingi alizokuwa nazo na kuziweka mikononi mwa yule mzee. Bibi yule mzee sana mwenye ngozi iliyojikunja alisimama na kuingia ndani ya nyumba yake. Utulivu wa mazingira yale ulikuwa wa kutisha. Upepo wa baridi ulikuwa ukivuma kutoka msituni, ukileta sauti za ajabu, lakini Mashavu alikuwa amedhamiria.
Alingoja kwa dakika chache ambazo kwake zilionekana kama miaka, huku akili yake ikipiga picha jinsi Mariam atakavyoanguka na kufa mbele ya macho yake. Baada ya muda, yule mzee alitoka ndani na kikopo kidogo cheusi akampa Bi Mashavu. Bi Mashavu alianza safari ya kurudi nyumbani kwake. Kikopo kile kilikuwa kidogo, lakini ndani yake kulibeba mauti. Bi Mashavu alikishika kwa nguvu, akijihisi kama mshindi. Alitembea kwa haraka kurudi nyumbani, akijaribu kuepuka kukutana na watu njiani. Moyoni mwake alikuwa akijisemea, safari hii hakuna atakaye kuokoa Mariam. Hata huyo mwanamke wa gauni jeupe hawezi kuzuia sumu hii ikishagusa tumbo lako. Alipofika nyumbani, alijaribu kuweka sura ya kawaida ili asitiliwe shaka na mumewe au Ibrahim. Moja kwa moja alifikia jikoni, alimkuta Mariam anapika chakula. Alimfukuza jikoni kwa ukali, akaanza kupika yeye. Chakula kilipoiva, Bi Mashavu alipakua kwenye masahani, na sahani ya Mariam aliweka ile sumu aliyopewa na bibi mzee. Alitaka kumuona Mariam akila tonge la kwanza, kisha la pili, na hatimaye kuona uhai ukimtoka polepole. Chuki ilikuwa imemfanya kuwa mnyama zaidi ya vile alivyokuwa awali. Meza ilikuwa imeandaliwa na harufu ya chakula ilikuwa ikivutia. Baba Mariam na Ibrahim walikuja mezani kwa furaha, wakisifu harufu nzuri ya mapishi ya Bi Mashavu. Bi Mashavu alikaa akisubiri, macho yake yakimwangalia Mariam kwa umakini mkubwa kuliko kawaida. Alijua kuwa dakika chache zijazo zingebadilisha maisha ya kila mtu ndani ya nyumba hiyo. Alijiona kuwa mwerevu na mwenye nguvu, akisahau kuwa dunia ina siri nyingi na kwamba uovu haujawahi kushinda nuru ya kweli. Mazingira ya nyumba hiyo yalikuwa tulivu, huku harufu ya chakula kitamu ikitanda hewani na kuwavutia kila mmoja aliyekuwa na njaa. Mashavu, akiwa na tabasamu la kinafiki lililoficha roho ya kikatili, aliongoza zoezi la uandaaji. Aliweka chakula mezani, wote walikaa na kuanza kula chakula. Kila mtu alisifia chakula kilikuwa kitamu sana. Baba Mariam, Ibrahim na Mariam mwenyewe walikula kwa hamu, wakizungumza mambo ya maendeleo na furaha ya maisha mapya ya ndoa. Mashavu alikuwa akitazama kila tonge ambalo Mariam alikuwa akiliingiza kinywani mwake. Alikuwa ameweka sumu ya kutosha kuua tembo, na ndani ya moyo wake alikuwa akipiga mahesabu ya mwisho ya maisha ya binti huyo yatima. Alijiona kuwa mjanja kuliko wote, akiamini kuwa ameweza kuwashinda maadui zake wa duniani na wa kiroho. Baada ya kila mmoja kumaliza kula na kutoa shukrani, baada ya chakula, Bi Mashavu alikaa chini ya mti akiwa na furaha sana, akijua Mariam hatamaliza hata dakika 20 atakuwa amefariki. Alikuwa ameketi kwenye kivuli, macho yake yakiwa yameelekezwa mlangoni mwa nyumba, akisubiri kusikia yowe la kifo au sauti ya mtu akianguka chini kwa maumivu. Dakika 5 zilipita, kisha 10 na hatimaye 15. Mashavu alianza kutikisa mguu wake kwa pupa. Alikuwa akitegemea kuona Mariam akitoka, huku akishika tumbo lake kwa maumivu makali, huku macho yake yakimtoka, lakini hali ilikuwa tofauti kabisa na matarajio yake. Muda uliendelea kusonga mbele kwa kasi, jua likianza kuelekea upande wa magharibi. Lakini muda ulioyoma na Mariam hakuwa hata na dalili za kuugua. Badala ya kumuona Mariam akiwa mahututi, Mashavu alimuona binti huyo akitoka nje, akiwa mchangamfu, akimsaidia Ibrahim kubeba baadhi ya mizigo, na kicheko chake kikasikika kikivuma uwanjani kote. Mariam alionekana kuwa na nguvu na nuru zaidi kuliko hata kabla ya kula kile chakula. Hali hii ilimchanganya Bi Mashavu kiasi cha kuhisi mapigo ya moyo wake yakimwenda mbio kwa hasira na mshangao. Alijiuliza ikiwa yule bibi mzee alimpa unga wa ngano badala ya sumu. Hasira zilimpanda, alihisi kudharauliwa na kufanyiwa mchezo mchafu na yule bibi mzee wa porini. Bi Mashavu alikasirika, alitembea kuelekea kwa yule bibi kumuuliza imekuwaje amempa dawa ya uongo. Alitembea akiwa amekasirika. Alitembea kwa mwendo wa haraka, akipita kwenye mapori na njia za mkato, huku akitukana kwa sauti ya chini. Alikuwa amedhamiria kurudishiwa fedha zake au kupewa sumu nyingine kali zaidi. Kwake, kifo cha Mariam kilikuwa ndio hitaji pekee lililobaki ili yeye apate amani. Hata hivyo, alipofika kwenye ile nyumba ya ajabu karibu na msitu, mazingira yalikuwa yamebadilika. Alipofika hakumkuta yule bibi, alikuta yule mwanamke aliyemuona kwenye ndoto, amekaa akiwa na tabasamu. Hakukuwa na yule mzee mwenye ngozi iliyojikunja. Badala yake, mwanamke aliyevaa gauni jeupe, mama yake mzazi Mariam, alikuwa ameketi hapo akiwa ametulia. Mwangaza uliokuwa unamtoka ulikuwa mkali sana kiasi cha kumfanya Mashavu ashindwe kutazama moja kwa moja. Mashavu alitaka kugeuka na kukimbia, lakini miguu yake iligoma kutii amri, ikabaki imeganda ardhini kama mizizi ya mti. Hofu ilitawala nafsi yake yote pale alipoona yule mwanamke akisimama polepole huku akisema, nilikuonya lakini hukusikia.
Bi Mashavu alianza kutetemeka. Yule mwanamke alisimama, akamsogelea Bi Mashavu, akamshika kichwani. Mkono wa mwanamke huyo ulikuwa wa baridi kali kama barafu, na ulipogusa utosi wa Mashavu, nguvu fulani ya ajabu ilipita mwilini mwake. Palitokea mwanga mkali wa ghafla uliopofusha macho yake kwa muda. Muda huo huo Bi Mashavu alianza kutapatapa. Sioni jamani, sioni, nisaidieni! Yule mwanamke alimtia Bi Mashavu upofu. Ulimwengu wa Bi Mashavu ukawa giza totoro kwa sekunde moja. Kila kitu kilipotea mbele ya macho yake. Hakuona miti, hakuona nyumba, wala hakuona uso wa yule mwanamke. Alianza kupiga mayowe ya kukata tamaa, akizunguka huku na kule bila mwelekeo. Bi Mashavu alianza kutapatapa kutafuta njia za kurudi nyumbani kwake. Alikuwa haoni. Alijikwaa kwenye mawe na miiba, akilia kwa uchungu huku akiomba msaada kwa sauti iliyojaa hofu. Wanakijiji waliokuwa wakitoka mashambani walimkuta katika hali hiyo ya kusikitisha na kumsaidia kumrejesha nyumbani kwa mumewe, huku wote wakishangaa ni kitu gani kilikuwa kimempata mwanamke huyo aliyekuwa mzima muda mfupi uliopita. Baada ya kufika nyumbani, hali ya Bi Mashavu haikubadilika. Baba Mariam alimpeleka hospital mbalimbali Bi Mashavu, lakini hakuona tena. Madaktari bingwa walishindwa kugundua ugonjwa wowote kwenye macho yake. Kitaalamu macho yake yalikuwa sawa, lakini yeye alibaki haoni kitu. Hii ilikuwa ni hukumu yake. Maisha yake yote aliishi kama kipofu, huku akiwa na majuto kwa kile alichotaka kumfanyia Mariam. Kila siku alikuwa akikaa kwenye kiti chake, akisikiliza sauti za watu, akiona giza, huku moyo wake ikimkumbusha kila uovu alioufanya. Alijuta kwa nini alijaa chuki, lakini muda ulikuwa umeshamtupa mkono. Wakati Bi Mashavu akiishi katika giza la upofu na majuto, nuru ilitawala maisha ya yule binti aliyekuwa akimtesa. Mariam alihamia kijiji cha jirani, na mume wake Ibrahim waliishi kwa amani na kupata watoto wawili wazuri sana. Mariam alipata baraka ambazo hakuwahi kuzidhania. Alijenga familia imara yenye upendo, na Ibrahim alizidi kumjali kama malkia wa maisha yake. Watoto wao walikuwa katika misingi ya kumcha Mungu na heshima, wakiwa ni dhihirisho kuwa uovu hauwezi kamwe kuishinda haki. Mariam alimsamehe mama yake wa kambo, lakini aliamua kuishi mbali naye ili kulinda amani ya moyo wake na familia yake. Na huo ndio ukawa mwisho wa simulizi yetu ya kusisimua. Hakika, malipo ni hapa hapa duniani. Uovu wa Bi Mashavu umemrudia na kumwacha katika giza la majuto, huku Mariam akishinda kwa subira na haki. Je, umejifunza nini kupitia kisa hiki cha Mariam na mama yake wa kambo? Tuandikie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya komenti. Kama umeipenda simulizi hii, usisahau kulike na kushare kwa wengine ili nao wapate funzo hili. Na kama bado hujafanya hivyo, bonyeza alama ya subscribe na uwashe kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kufurahia simulizi zinazofuata hapa Nyumba ya Simulizi. Asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.